Free, mambo ndaje? Mungu ni mwema sio wewe. Safi kaka. Na tumaini tumeangalia mechi ya Young Africans dhidi ya Coastal Union. Kabisa. Maneno mengi yalikuwa kwa Alan Okello toka alipofika Tanzania. Kiwango chake kilikuwa cha kusuasua. Hatimaye leo kafunga magoli mawili, assist moja, amekuwa man of the match. Tumzungumzie Alan Okello. Ni mchezaji wa aina gani Young Africans wamenufaika kiasi gani kwa mchezaji huyu? Kama watu walikuwa na mashaka na Alan Okello kuhusiana na ubora wake, basi watakuwa hawakumfuatilia vizuri tangu mwanzo. Kama watu watakuwa walikuwa na mashaka na ubora wake, watu walikuwa wana mashaka na ubora wa Alan Okello, kwamba inawezekana akaja na asifanye vizuri, au kwa jinsi ambavyo alivyoanza fomu yake kidogo haikuwa nzuri kutokana na adaptation, basi hawakumfuatilia huko mwanzo. Unajua kwenye mchezo wa mpira wa miguu kuna nyakati nzuri na nyakati mbaya. Unaweza ukaanza kwenye nyakati mbaya ukamaliza kwenye nyakati nzuri, na unaweza ukaanza kwenye nyakati nzuri ukamaliza kwenye nyakati mbaya. Inawezekana Alan Okello wakati anakuja Tanzania alianza kwenye nyakati mbaya, hakuwa kwenye nyakati nzuri, lakini ilikuwa ni kwa muda mfupi sana. Nafikiri ilibidi watu wawe na subira kuona kile ambacho atakachofanya. Unajua shida ya mpira wetu pia, watu hawana subira. Wala kama chumvi vile kwenye mboga imekolea unakula. Of course. Watu wanataka vitu vifanyike kwa haraka, yani kwa sababu watu wengi wana ushabiki mwingi kuliko uhalisia, kuliko kufuatilia masuala ya nini ya kiufundi. Sio vizuri. Lakini kwa mimi ambaye namfahamu Alan Okello, namfuatilia, ni report stories zake nyingi toka akiwa KCCA, lakini kama haitoshi pia akaenda Algeria, Purdue kwenye kosi kile cha wa Algeria, lakini baada ya hapo pia akarudi Vipers akaonyesha kiwango kizuri sana. Ni aina ya mchezaji ambaye Young Africans walikuwa wanamhitaji kwa udi na uvumba, kwa sababu wali miss profile za wachezaji. Wali miss profile usajili wa Mohamed Doumbia. Kwa kusema Mohamed Doumbia kufaa kuja Young Africans kabisa. Yani Mohamed Doumbia ukilinganisha na Yanga, yule mchezaji alikuwa, kwa sababu in Africans ilikuwa lengo ni kumreplace Aziz Ki. Aziz Ki alikuwa anakupa goals and assist. Sio vizuri. Mohamed Doumbia hakuwa kiungo wa namna hiyo, lakini walimpa jina la AI. Sasa ndo hapo nafikiri wali miss profile Mohamed Doumbia kuja kumreplace labda na Aziz Ki kucheza nyuma ya mshambuliaji. Sio vizuri. Lakini kwa Alan Okello, mimi tangia siku ya kwanza na msajili Young Africans nisema huyu ndio right man ambaye anakuja kumreplace Aziz Ki, kwa sababu yeye kazi zake ni mbili tu, kuassist na kufunga. Mpaka hivi sasa Alan Okello ana double figures, yani assist and goals, kwa maana ana goals 5, si ndio? Assist 7 ukijumlisha na leo assist 7, ina maana kaishahusika kwenye magoli 12. Sijui umeelewa vizuri. Haiwezi kuwa kawaida. Huyu ni aina ya mchezaji ambaye walimuhitaji in Africans, na ndio maana mimi nilipomwona Mohamed Doumbia kwa mara kwanza nilikataa, nisema no, hapa hapana in Africans. Lakini kwa Alan Okello ilikuwa yes, huyu ni mtu, na kweli Alan Okello anafunga magoli muhimu. Leo kafunga magoli mawili. Kwenye mchezo wa mpira wa miguu hivi sasa, hususan hii modern football, sio washambuliaji pekee watakupa goals, mpaka wa viungo washambuliaji, hususan huyu kiungo ambaye anacheza nyuma ya mshambuliaji ama winga, wale mawinga wawili, mmoja wapo kati ya namba 7 ama namba 11. Sio vizuri. Kwa hiyo ukiangalia Young Africans walikuwa wanatengeneza magoli mengi kupitia namba 10 ambaye alikuwa ni Aziz Ki. Kwa walipaswa kwenda sokoni kwenda kutafuta kiungo ambaye atakuja pia kuwapa hizo goals and assist, kwa sababu walizimiss. Na kweli usajili waliofanya kwa Alan Okello, scouting na kwenda kumpoint Alan Okello, kwangu mimi imekuwa ni superb. Mungu tu amjalie aendelee hivi. Yani yes, asipate majeraha, muendelezo wa performance uendelee kuwa hivi, perform mpaka msimu ujao. Kaka,
Young Africans wataendelea kulabata sana kwa Alan Okello kutokana na ubora alokuwa nao, haswa kwenye kufunga magoli na kuassist. Iwe anafunga mechi sijui ndogo, iwe anafunga sijui mechi za namna gani, lakini kwenye mchezo wa mpira wa miguu big matches hazizidi 3 mpaka 4. Ila mechi zenye level ya kati zipo karibia 20. Sasa utachagua wewe afunge kwenye mechi 4 kubwa ama afunge kwenye hizi mechi 20 ambazo ndio nyingi. Hamis Kabwe, nimepata wasawa kusikia interview ya msemaji wa Young Africans Ali Shabani Kamwe kabla ya Clatous Chota Chama kutoka Young Africans kwenda kurejea Simba Sports Club. Mwenyewe alikiri kwamba Young Africans walishindwa kupata replacement sahihi ya Clatous Chota Chama na Aziz Ki. Hatimaye sasa tunaweza kusema huyu Alan Okello ni replacement sahihi kwa watu wawili ambao walipita Young Africans. Perfect kabisa. Kwa sababu nchi hii ujue ni nadra sana kumpata mchezaji kama Chama. Ni nadra sana kupata mchezaji kama Chama. Nadra sana. Mchezaji mwenye daraja la Chama it's not easy kumpata. Sio vizuri. Na ndio maana mimi nilishangaa Young Africans kumwacha kirahisi Chama. Walisema mzee lakini. Umeona? Of course hayo ni maneno ya kishabiki. Unajua kwenye mchezo wa mpira wa miguu nafikiri sijui watu ni kosa elimu sijui ni nini. Kwenye mchezo wa mpira wa miguu hayo maneno yapo. Yaani kaka, Chama hawezi kwenda Yanga, shabiki wa Simba akafurahi. Chama hawezi kwenda Simba, shabiki wa Yanga akafurahi. Leo hii watu si wanamponda Alan Okello wa Simba. Wa Yanga. Wa Simba si wanamponda Alan Okello. Lakini wakati tetesi mimi nazitoa kuhusiana na Alan Okello kwenda Simba, watu wengi walikuwa wanamtamani kwenda Simba. Na hata alipoperform kwenye mashindano ya CHAN, Simba, mashabiki wa Simba pia walitamani kwenda aende wapi? Simba. Sijui mara vizuri. Leo hii simuona ana perform Young Africans watu wanamponda. Lakini leo hii akitoka Yanga akaja Simba, mashabiki wa Simba watafanya nini? Watamsifia. Mashabiki wa Yanga watafanya nini? Watamponda. That is football, na ndio football always ilivyo duniani kote. Kwa mashabiki utawaacha na ushabiki wao na maisha mengine yataendelea, kwa sababu ndio maisha, kwa sababu ni mapenzi na mwisho wa siku hawezi kuonyesha hizo feelings kwa wapinzani wao. Lakini ukweli utabaki ya kwamba ni nadra sana kwenye mpira wa Tanzania kufanya scouting na kumpata mchezaji aina ya Chama, kwa sababu ni exception, mchezaji wa kipekee. Sibula vizuri. Ana upekee. Chama ana upekee. Nchi hii ukiacha wale wakina Emmanuel Okwi na wachezaji wengine waliwahi kupita huko nyuma. Hapa katikati hapa hiyo kina Mafisango nani? Hapa katikati hapa kwenye hichi kizazi kipi hapa katikati hapa. Mimi ukiniuliza wachezaji wawili, wachezaji wangapi ambao unaona ni exception ambao umewaona na wamedumu katika kiwango bora kwa muda mrefu na wana uwezo mkubwa, nitakutajia wachezaji hawa: Mwamba wa Lusaka Chama na Maxim pia Nzengeli. Kwa nini Max asiwe Faisal Salum Feitoto ambaye wa kigeni? Ukiniambia sasa nitaje sasa wachezaji exceptional katika kizazi hichi, ndio nitataja wote sasa hao watatu. Wa kwanza nitamtaja Chama, wa pili nitamtaja Faisal Salum Feitoto Abdallah, na watatu nitamtaja Maxim pia Nzengeli. Sio Pacome. Kwa nini sio Pacome? Kwa sababu Maxim pia Nzengeli tangia amekuja nchi hii hajashuka kiwango. Maxim Nzengeli haumii. Maxim Nzengeli unaweza kumchezesha beki wa kulia akacheza. Maxim Nzengeli unaweza kumchezesha kiungo wa katikati akacheza. Maxim Nzengeli unaweza kumchezesha kama winga wa kushoto akacheza. Maxim Nzengeli unaweza kumchezesha hata mshambuliaji akacheza na akakupa ubora ule ule. Yule jamaa ana energy. Yule jamaa ni pasa. Yule jamaa ni mfungaji. Yule jamaa ana kila kitu, yani kwa kifupi ni full package player. Complete, yani ni complete, ana kila kitu. Kwa hiyo na kuhakikishia my brother, ni zaidi ya Pacome. Yani Maxim Nzengeli ni zaidi ya Pacome. Sasa mimi napata ugagaziko zaidi kwamba mashabiki wa Young Africans hawamwimbi Maxim Nzengeli licha ya kuwa wanamwimba sana Pacome. Nyota. Sasa sometimes ni nyota. Mimi nafikiri nyota. Lakini Maxim Nzengeli alipaswa kuongelewa zaidi kuliko mchezaji yoyote pale in Africans. Ujue misimu mitatu kuwa na consistency
na performance anayoonyesha Max Nzengeli is not easy. Sio vizuri. Anafanya hivyo Faisal Salum Feitoto Abdalla alipotoka Yanga akaenda Azam, anaperform vile vile. Amefanya hivyo Chama, katoka karudi, unaona na perform hivyo hivyo. Is not easy. Is not for everybody. Anachofanya Chama, Faisal na Max Nzengeli, hakuna mchezaji Tanzania hii ambaye amefanya kwa miaka hii mitatu hii minne tunaangalia si football, hakuna. Hawa ni wachezaji exceptional kabisa kwangu mimi, na enjoy kuwatazama. So Max Nzengeli, big up. Young Africans inabidi wamuombe sana jamaa. Huyo jamaa I say fantastic player. Kwa hiyo kwangu mimi nimeenjoy leo hii. Young Africans wameshinda, lakini Max Nzengeli, Alan Okello performance bora sana. Lakini ukija kwa Pacome Zouzoua ni kwanza majeraha yamekuwa yanamsumbua, lakini pili kama umegundua kuna muda anatetereka kwenye fomu. Hata hivi sasa ukiangalia fomu yake sio nzuri. Yaani ukiangalia kabisa hapana. Simula vizuri lakini kaka Max Nzengeli ni mashine nyingine. Ni hatari kweli. Yule mchezaji ni wa kulindwa kwa gharama yoyote. Na waelewa Young Africans kumlinda kwa gharama yoyote. Na waelewa 100%. The best player kuwahi kumshuhudia kwenye maisha yangu katika ardhi ya Tanzania pia, na yumo kama wakina Chama. Mimi nikushukuru sana Miskabo. Asante sana. Nakutakia usiku mwema. Asante sana. Shukrani.